Wanafunzi wa chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala jijini Dar es Salaam wakiwa na nyuso za furaha hasa baada ya kupata burudani ya mashairi na nyimbo kutoka kwa wanafunzi wenzao waliosheheni vipaji vya aina mbalimbali. Tunatamba na yeye, tunatamba na yeye, tunatamba na yeye, tumezima zote tumewasha kijana. Tunatamba na yeye, tunatamba na yeye, tunatamba na yeye, tumezima zote tumewasha kijana. Moja, CCM inavutia, ndio chama namba moja. Kutufikia hawawezi wapinzani wasubiri. Kuingoa CCM haiwezekani katu. Kama wewe mwanachama jipige hapa ujivune. Hilo halina ubishi, Dr. Samia tena mitano. Kura zote tutampa na wala hatutosita. Kutushinda hawawezi, kila kona tumekaba. Kama wao wanabisha Oktoba tukutane. Hapo ndo atapojua CCM inatisha. Kuongoza hawawezi, ndo hivyo hawasemi. Kama unaipenda CCM piga kelele kidogo. Viongozi wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam wamekuja na mbinu mbalimbali za kuvutia vijana kujiunga na chama hicho na wapo tayari kwa uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu. Naitwa Comrade Hussein Asmani Egobano, katibu wa umoja wa vijana wa CCM mkoa wa Dar es Salaam. Leo tumekutana hapa kwa ajili ya kumpongeza Mama Samia Suluhu Hassan kwa utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, lakini kwa Tanzania kwa ujumla. Tumeona miradi mikubwa ya kimkakati ambayo Mama Samia Suluhu Hassan ameitekeleza katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, ikiwemo katika ujenzi wa reli ya SGR ambayo imetoka hapa kuanzia Dar es Salaam mpaka Dodoma, lakini ujenzi unaendelea kutoka Dodoma mpaka Mwanza na maeneo mengine ya hiyo reli ya kimkakati imefika. Lakini bado tumeona kuna bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo linazalisha zaidi ya megawati 2115 ambayo itasaidia kuokoa vijiji lakini na maeneo mengine ambayo yana changamoto ya umeme katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, lakini na maeneo mengine ya Tanzania. Kwa hiyo sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi tumeona tuna kila sababu na hari ya kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio maana tumejitokeza kwa wingi na kwa hari kujiandikisha katika daftari la mpiga kura. Ukiangalia katika Tanzania nzima, mkoa wa Dar es Salaam ndio tumeongoza kwa uandikishaji wa daftari. Hii yote ni kwa ajili ya kujiandaa kimkakati kuhakikisha kwamba Mama Samia Suluhu Hassan anapata kura za kutosha. Hivi tumeongeza madarasa. Wanafunzi sasa hivi hakuna mwanafunzi anayebaki nyumbani. Wanafunzi wote ambao wana umri wa kwenda shule wanakwenda. Lakini tumeongeza shule za sekondari. Kwenye kata yetu tulikuwa na shule za sekondari chache, tumeongeza shule za sekondari. Na wale wanaofaulu baada ya kumaliza shule ya msingi, sasa hivi kuna shule za kutosha kwenye kata yetu ya Gongo la Mboto. Lakini kwenye sekta ya afya tulikuwa hatuna kituo cha afya. Lakini leo tuna kituo cha afya ambacho kinahudumia karibu kata 3-4. Lakini tuna zahanati kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo hizo sehemu, kwa maana kituo cha afya na zahanati, bado kuna vifaa na madawa ambayo kwa kweli yapo ya kutosha na vifaa vya kutosha. Kwa hiyo wananchi wanapata huduma bora. Seneti ya mkoa wa Dar es Salaam tumetengeneza mfumo wa kidigitali ambao tunauita Senate Dism Online System. Mfumo huu, ndugu katibu mkuu, ndani ya structure katika mfumo ule, mimi kitaaluma ni mwanatehama. Tuna vijana wengi wanaosoma IT. Tulikaa tukakubaliana tuje na mfumo huu. Mfumo huu ndani ya structure tutakuonyesha. Tunawatambua viongozi wa matawi wote kwa nafasi zao 5. Tunawatambua viongozi wa Senate kwa nafasi zao 5. Lakini kila kiongozi wa tawi kwenye mfumo ni admini kwenye tawi lake. Kwenye ule mfumo sisi viongozi wa Senate tukiingia
tunaona database ya wanachama wetu mkoa mzima. Ule mfumo una jina la mwanachama, una namba yake ya kielektroniki, una namba yake ya simu, lakini kubwa zaidi una taarifa zake za kitaaluma. Maana yake ni nini? Mwanafunzi huyu anapograduate, sisi tunabaki na database kwamba mwanachama wetu wa CCM amegraduate siku fulani, tarehe fulani, na sasa hivi yuko sehemu fulani. Maana yake ni kwamba itaturahisishia kupata makada wenye sifa. Pale utakapoleta taarifa tunahitaji kuwatafutia fursa, sio lazima tuwapigie simu. Tutarejea kwenye mfumo, tutakwenda kwa namna hiyo na tutawapa fursa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu mgeni rasmi, katika mfumo huo mimi ninaombi mahususi. Mfumo huo ni mzuri sana, mimi nimeutumia. Makatibu wangu wa matawi hawana haja ya kuniletea mihutasari ya vikao kwa mkono. Wanaingia kwenye system, wana-upload taarifa zao za tawi. Mimi nikiingia ninaona tawi fulani limesubmit, tawi fulani hajasubmit. Ninatamani mfumo huu utumike kwenye seneti zote Tanzania, ili makatibu wa mikoa wasihangaike kuambia vijana walete mihutasari. Waingie kwenye mfumo, watakutana mihutasari yote. Na tutakuwa tumetatua changamoto ya kutokutambuana kwenye matawi na idadi kamili ya wanachama tulionao vioni. Tumefanikiwa kuisemea serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi ndani ya tawi na nje ya Chuo cha Kimataifa Kampala, ikiwemo katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tumefanikiwa kuongeza idadi ya wanachama wapatao 500 na wapenzi wa Chama cha Mapinduzi ndani ya Chuo cha Kimataifa Kampala nchini Tanzania. Tumefanikiwa kusajili wanachama katika mfumo wa kielektroniki zaidi ya wanachama 470. Tumefanikiwa kuandikisha wanachama 400 kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Tumefanikiwa kushiriki kikamilifu zoezi zima la uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini pia tumefanikiwa kushiriki kambi maalum la mafunzo ya uongozi lililoandaliwa na uongozi wa seneti ya mkoa wa Dar es Salaam. Tumefanikiwa kuhamasisha na tunaendelea kuhamasisha kuhakikisha tunakwenda kwa kishinda uchaguzi mkuu 2025 kama ilivyokuwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Ndugu mgeni rasmi, palipo na mafanikio hapakosi changamoto. Ziko changamoto kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikitukabili kama tawi, na changamoto hizo ni zifuatazo. Ndugu mgeni rasmi, ukosefu wa chanzo cha mapato, nikimaanisha miradi, ili kupata rasilimali fedha kuendesha shughuli mbalimbali. Tunatamani kufanya makongamano makubwa na makubwa zaidi kuliko hili, lakini pia kipato chetu kimekuwa ni kidogo. Tunatamani tuwe na mradi ambao unaweza kujitosheleza kuhakikisha tunasimama imara kuweza kufanya na kutekeleza kazi za Chama cha Mapinduzi kama ilani inavyohitaji. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na ongezeko la wanufaika wa mikopo wa elimu ya juu, bado wapo vijana wengi watokanao na Chama cha Mapinduzi wanaohitaji sana mikopo hii ili waweze kutimiliza ndoto zao za kielimu. Na kama tulivyokubaliana, ajenda ya kwanza ni kuhakikisha mama yetu Samia Suluhu Hassan anapata kula nyingi za heshima. Kushinda ameshashinda. Tunachokitafuta ni kumheshimisha kwa yale mazuri anayowafanyia Watanzania. Na mimi niungane na viongozi wa kitaifa. Juzi katibu mkuu wa CCM Taifa ndugu Balozi Emmanuel Nchimbi alisema kwamba katika nchi hii hakuna yeyote ambaye anaweza kuzuia uchaguzi. Sasa na mimi natembea kama biti ya singeli, haiwezi kubadilika. Hakuna yeyote anayeweza kuzuia uchaguzi. Tunaenda kwenye uchaguzi tukiwa na imani moja kwamba Samia anapewa mitano tena. Na mimi niwaambie ndugu wanachama, tunayemwona pale dada yetu anabeba taswira ya mama Samia. Na mimi nakuombea sana katibu mkuu ufuate nyendo za mama Samia, na imani utafika. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana na nitamke karibuni sana Gongo la Mboto. Gongo la Mboto ni salama, asanteni. Katibu mkuu UVCCM Jokate Mwengelo ndiye mgeni rasmi katika mkutano huu,
na hapa anasema sera nzuri za Chama cha Mapinduzi zinazotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan zimetoa ajira kwa vijana. Vijana tukipewa fursa tuwe waaminifu, tuwe waadilifu, tuzitendee haki fursa tunazopewa, ili tuendelee kuonesha imani, kwa sababu sisi tukizitendea haki hizi fursa, wanaokuja pia watapata ama zaidi. Ni sawa sawa na sisi leo tunapokuwa viongozi, tukiaminiwa kwa hizi nafasi, tukizitendea haki, wengine wataendelea kufanya nini? Kuaminiwa. Kwa hiyo vijana tujitahidi sana, tuzitafute fursa, tushirikishane fursa, lakini tukipewa fursa tuzitendee haki. Lakini ni wasi tuendelee kuomba mikopo kupitia mifuko inayowezesha vijana kiuchumi, ikiwemo mikopo hii ya halmashauri 10%. Lakini sijui kama mna taarifa kwamba Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi NEEC wanao pia mifuko mbalimbali ya vijana. Sijui nani ana taarifa ya mifuko hiyo. Tuna kazi ya kuelimisha vijana wetu, kwa sababu uchumi, siasa sasa hivi lazima iendane na uchumi, vyote vinaenda sambamba. Lakini tuna mifuko miwili ya ofisi ya waziri mkuu inayowezesha kumkopesha kijana mmoja mpaka shilingi milioni 50. Nani anafahamu hilo? Mtunyoshe mkono, nani anafahamu? Mpaka milioni 50 kijana mmoja, ukiwa umeandaa andiko lako, wazo lako vizuri. Sasa hizi ndio kazi yetu sisi vijana, kuambiana. Lazima vijana wajue kwamba kuna mifuko mbalimbali iliyowekwa na serikali kwa ajili ya kuwawezesha nyinyi kujikwamua kiuchumi. Uchumi oye! Na kule ofisi ya waziri mkuu wanatoa mpaka mikopo ya milioni 50 kwa kijana mmoja. Kachukueni hizi fursa vijana. Msipozichukua nyinyi watachukua wengine. Tuchangamke. Na kama yupo ambaye atakwenda kuzitafuta hizi fursa, sisi tuko tayari kumsemea, kumsaidia wazipate. Tunatamani kuona kizazi cha vijana wanaojitegemea kiuchumi, ambao sio ombaomba, ambao sio tegemezi. Rais Samia hataki kuona vijana tegemezi. Ndio maana anatengeneza mfumo mzuri. Vijana tuchangamke. Viongozi tuwaunganishe vijana na hizo fursa. Fedha zipo, wazichangamkie, tuwalee. Hapa tuna uwezo wa kutengeneza watu wengi ambao wana biashara kubwa ndani ya Gongo la Mboto, ndani ya Ilala na ndani ya Dar es Salaam. Zile hulka za zamani kwamba vijana tuwe tegemezi, mwisho leo tukitoka hapa tunapeana michongo. Tunapeana michongo ya kisiasa, lakini tunapeana michongo ya kiuchumi, kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, hivi vitu vinaenda sambamba. Vijana wengi wanakosa ujasiri wa kugombea kwa sababu wakijiangalia kwenye mfuko hakuna kitu. Kweli si kweli? Vijana wengi wanatamani kugombea nafasi mbalimbali, lakini wakijitazama hivi wanasema nitatoboa. Sasa leo naomba niwape habari njema ndugu zangu. Mtonyo ndo huu. Tupambanie hii mifuko, hii mikopo iliyowekwa na serikali yetu, ili tujinasue kiuchumi. Na sisi tuko tayari kuwasaidia. Na haya ni maelekezo kwa viongozi, tuendelee kuwasaidia vijana wetu. Lakini pamoja na mifuko, fursa za kiuchumi, kuna fursa mbalimbali za kujiendeleza. Vijana wenzangu, leo hii rais kupitia sera bila malipo ameongeza hii sera mpaka form 6.
lakini ukija kwenye vyuo ndio kuna boom, kuna mikopo na kadhalika. Tafsiri yake ni nini? Lakini kuna vyuo pia vya ufundi. Vyuo vya ufundi vimetrend sana hivi karibuni, VETA oye. Lakini haya yote yanalenga katika kumpa kijana uwezo wa kujipambania, kumpa kijana nyenzo kubwa ambayo itakusaidia wewe kuvuka kwenye maisha yako. Ni nyenzo ya stadi za maisha, ujuzi mbalimbali, elimu. Kwa hiyo kwenye swala la kujiendeleza vijana wa Chama cha Mapinduzi, hilo halina mjadala. Twendeni tukajiendeleze. Kuna fursa nyingi, tuzitumie hizo fursa. Na simesoma wenyewe imani za chama Imani gani ile inasema kujiendeleza kwa kadri, tuseme hiyo wote, kujiendeleza kwa kadri kwa manufaa ya, msema hiyo vizuri. Tunahitaji watu wenye uwezo mkubwa ambao wataweza kuendelea kukisaidia Chama cha Mapinduzi pamoja na serikali yake. Sasa fursa bado ziko nyingi. Kuna fursa zinazopatikana kwenye taasisi, mashirika ambayo Tanzania ni nchi mwanachama kama AU, SADC, Umoja wa Mataifa pamoja na balozi zetu. Tujitahidi kuwa wafuatiliaji wa hizi fursa ili zitusaidie kutanua wigo wa mafanikio tunapokuwa chuoni na tunapomaliza chuo, lakini hata kwa nyinyi ambao hamko vyuoni, hizi fursa mzisikilizie, mzitafute, ni za kwenu nyinyi. Msidhani ni za watu special. Unajua mara nyingi zikitokea hizi fursa kama hizi mtu kadhani ni za watu fulani. Si kweli. Tukajaribu, tukaonesha uthubutu. Tutafute hizi fursa ili na sisi tuwe na vijana kwenye kila pande ya dunia ambao wanatokana na Chama cha Mapinduzi, ambao wanatuwakilisha kimataifa, lakini ambao wanaweza kurejesha pia ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na hili liseme hususan kwa vijana wetu wa vyuo, wakina Martin na wengine. Kuna scholarship pia zinatolewa. Tunajua wote Samia scholarship, si ndio? Kwa wale wanaopenda masomo ya sayansi, ni scholarship ya 100%. Na mpaka sasa hivi vijana kama zaidi ya 1500 wamenufaika na ile scholarship. Na sio kitu cha ajabu, watu wanapata na wanaenda. Juzi nilikutana na kijana ambaye amerudi. Na sio mkopo. Hii ni scholarship. Si mnajua scholarship? Scholarship tena sio 2%, 20 ngapi? Ni scholarship ya 100%. Anawaasa vijana kuwa mabalozi wa amani nchini kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu. Ifike muda tuendelee kumsemea Rais Samia. Ifike muda sisi kama vijana tuendelee kuona thamani aliyotuletea Rais Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi alichochukua uongozi, ingekuwa ni nchi nyingine, pengine kungekuwa kuna vurugu hapa Tanzania. Kweli si kweli? Lakini yeye alitupitisha kwenye kipindi kigumu kwa utulivu, kwa umakini na umahiri. Na ndio maana leo hii nchi bado iko na amani. Nchi bado iko na utulivu. Na sisi leo hii tumeweza kujumuika hapa hata kujadiliana yale mafanikio ambayo tumeyapata ndani ya miaka 4, kwa sababu kuna amani, utulivu, umoja na mshikamano. Kwa hiyo kwa hili ndugu zangu vijana, ni wasi msije mkarukunika mkatumika vibaya kuleta vurugu ndani ya nchi yetu. Leo hii ni Karume Day. Tuna mwezi muasisi. Tuna waasisi wengi ndani ya nchi yetu. Tunaye Mheshimiwa Karume, tunaye Julius Mwalimu Kambarage Nyerere. Na tunu kubwa waliotiachia waasisi wetu ni tunu ya nini? Ni tunu ya amani. Lakini pamoja na amani wametuachia tunu ya umoja, mshikamano ambao unaendelea kuzalisha upendo kati yetu. Sasa kama sisi tumerithi kizazi hicho cha amani, umoja, upendo, mshikamano, tujiulize kama vijana wa leo na viongozi wa leo na kesho, vizazi vinavyokuja tutawarithisha nini? Tutawarithisha nini?
Ni wajibu wetu kuhakikisha na sisi tunaenzi tunzo ya amani, kwa kuhakikisha tunadumisha amani. Hatuingii kwenye vikundi vinavyotaka kuleta vurugu, ili nchi yetu iendelee kuwa na amani, tuendelee kuwa na ustawi wa jamii zetu. Na wenye uwezo wa kuhakikisha hilo linabaki hivyo ni sisi vijana. Tusirubunike. Hivi karibuni kumekuwa na kauli ambazo hazina afya. Sijajua nyinyi, lakini mimi nilivyokuwa nikisikiza viongozi wengi, mara nyingi wanahubiri umoja, mshikamano, amani. Kweli si kweli? Na ukiangalia Tanzania, tumezungukwa na nchi ambazo wana amani kweli? Wana utulivu? Kwa hiyo wanapata maendeleo sawa sawa? Huduma zinawafikia wote? Ni ngumu. Sasa kidogo inaleta wasiwasi kusikia viongozi, baadhi ya viongozi wakitaka kuhubiri shari. Yaani wanahubiri shari. Wanahubiri watu kuvuruga amani. Binafsi mimi sidhani kama huo ni uongozi. Kwa sababu kwenye mavurugano wanaoathirika zaidi ni akina nani? Wakina mama, watoto, lakini na vijana tunaathirika, na wazee. Kwa hiyo unapoona kiongozi anasimama kwenye majukwaa, anatumia dakika zake hizo chache kuhubiri watu kuvunja amani, huyo na mimi niseme niungane na yeye, ana maslahi binafsi, hana maslahi ya kitaifa. Tuwakatae, tusiwaunge mkono kwa uwezo wetu. Tuwakatae, tusikubali kiongozi yoyote akasimama akawashughulisha vijana, kuwataka kuvunja amani, kuwataka kuharibu utu wetu, kwa sababu ambako hakuna amani, kwenye mavurugano utu haupo. Hakuna hayo mazingatio. Tukatae viongozi wa aina hiyo. Na nyinyi ni lazima muwe mabalozi wetu. Muende kule mtaani, manake nyinyi ndio mnaishi na hawa vijana, muwaelimishe. Ni rahisi nyinyi kutokujua kwa sababu sisi wadogo. Wangapi hapa walikuwepo kwenye siku ya uhuru? Wengi hapa vijana kabisa, miaka 20, pengine 25. Vijana 2000. Vijana 2000. Mahansi boy. Kwa hiyo kuna gharama kubwa sana ya kulipa tukivunja amani. Tuwakatae viongozi ambao wanataka kutupeleka huko. Mwaka huu tuna uchaguzi mkuu, na tutumie fursa hii kuwapongeza sana. Wangapi wamejiandikisha kwenye daftari la kupiga kura la kudumu? Usimseme mwenzako, jiseme mwenyewe utaenda kupiga kura yako. Wangapi wamejiandikisha na kuboresha taarifa zao kwenye daftari la kupiga kura? Niwapongeze. Mkoa wa Dar es Salaam mmevunja rekodi. Kabla ya kuhamasisha umejiandikisha kwanza, ndio ukaenda kuhamasisha. Dar es Salaam mmevunja rekodi. Na kwa rekodi mlioivunja inaonesha wazi kuwa mko tayari kwa uchaguzi mkuu mwaka huu. Kwamba mko tayari kwa uchaguzi mkuu wa rais, madiwani, wabunge Oktoba 2025. Niwaombe uchaguzi huu kama ulivyotukuta salama, utuache salama. Uchaguzi huu kama ulivyotukuta salama, utuache salama. Na walinzi wa hii amani ni nyinyi vijana. Tuendelee kuhamasisha wenzetu kushiriki katika michakato yote ya uchaguzi kwa utulivu. Uchaguzi huu usiwe sehemu ya kuivuruga nchi, usiwe sehemu ya kutufanya sisi
tukawa na majuto. Wanasema majuto ni nini? Majuto ni mjukuu. Tujitahidi sana uchaguzi huu usituache na majeraha. Na mimi nishukuru sana kwamba rais wetu na mwenyekiti wetu wa chama ni muumini wa demokrasia, sio tu kwa maneno lakini kwa vitendo. Aliweza kusikiliza maoni ya wadau, marekebisho mbalimbali kayafanya juu ya sheria mbalimbali zinazohusiana na uchaguzi, na nitaomba sana huo mdahalo mtakaoandaa viongozi wetu wa Senate ujikite katika kuendelea kuelezea jinsi gani Daktari Samia Suluhu Hassan ameboresha ulingo huu wa demokrasia nchini Tanzania, ili vijana wetu wakaelewe, waache kupotoshwa. Itakuwa ni darasa jema kwao, kwa sababu hawezi kuunga mkono kitu ambacho hujakielewa. Kwa hiyo ni nafasi ya kwenu nyinyi pia kupata elimu kwamba rais wenu Tembeni kifua mbele amefanya vingi katika kuboresha ulingo huu wa demokrasia nchini Tanzania, na ndio maana mpaka leo hii tunaweza kuwa na watu mbalimbali wanasimama kwenye majukwaa, wanasema, wanaingia mitaani. Hakuna aliyezuiliwa kufanya shughuli yote ya kisiasa, ama yupo? Hakuna aliyezuiliwa. Ni wenyewe tu wanatapatapa, nguvu zimwaishio, wanatafuta pa kutokea. Lakini hakuna aliyezuiliwa kufanya shughuli yoyote ile ya kisiasa. Sasa tuulinde huu mchakato, haya mabadiliko ambayo yamefanywa na mwenyekiti wetu wa chama kwa kuenzi na kudumisha amani. Sitachoka kusisitiza hili, kwa sababu vijana kwenye umri wetu huu ni rahisi kudanganyika. Tukaingia kwenye mkenge na tukaharibu mambo mazuri ambayo tayari ameshafanya. Sasa leo tunaposherehekea mambo makubwa aliyofanya kupitia serikali hii ndani ya miaka 4, tukumbuke tuna wajibu wa kulinda haya mafanikio. Na sehemu na namna bora na nzuri ya kulinda haya mafanikio ni pamoja na kutunza tunu ya nini? Amani, umoja na mshikamano wetu. Sasa ndugu zangu, nikiwa kama mtendaji mkuu wenu, katibu mkuu wa Umoja wa Vijana Chama cha Mapinduzi, naomba pia nitumie fursa hii kutoa maelekezo yafuatayo kwa vijana wote na viongozi wote wa Umoja wa Vijana wa CCM, kuanzia ngazi hii ya tawi hadi mikoa mliopo humo ndani, na wengine wote ambao mtatusikiliza kupitia vyombo vya habari. Niwasihi tuendelee kutumia muda huu vizuri kujipima katika nafasi zetu na kuhakikisha tunaendelea kusajili wanachama wapya waliopo kwenye maeneo yetu katika mfumo wa kielektroniki wa CCM, ili kuendelea kujihakikishia mtaji wa wanachama na ushindi wa kishindo. Sisi safari hii tunataka kwenda kisayansi, na nikupongeza sana katibu, ulisema hili. Tunakwenda kisayansi. Sasa nilikuwa namuuliza hapa mwenyekiti wetu, chuo chetu hichi cha vijana wenyewe wanasema wapo tayari kuchangamkia fursa mbalimbali za kiuchumi zinazotolewa na serikali ya awamu ya 6 ili wajiletee maendeleo. Nimepokea kwa nguvu kubwa, kwa sababu katika kusoma mtu unakuwa unakata tamaa, lakini kiongozi wetu Jokate Mwegelo amekuja, ametupa moyo kwa kutukumbusha fursa ambazo si wenyewe tulikuwa hatuzijui. Mfano hii ya kupewa mkopo karibia milioni 50, mimi nilikuwa sina uhakika nao na nilikuwa sijui. Nimesikia tena kuna scholarship. Kwa hiyo imenipa moyo kwamba kumbe naweza nikafanya na nikaweza kupata mkopo kutoka serikalini mimi kama kijana. Ya fursa nyingi kama hizo za kusoma kuendelea, kwamba unapata scholarship ya 100%. Hicho ni kitu kikubwa sana. Mimi binafsi nilikuwa natafuta scholarship lakini nilikuwa nikikosa, lakini kumbe serikali yetu inatoa scholarship ya 100%. Kwa hiyo nimefurahi sana, zaidi ya sana kujua kama kuna kitu kama hiko. Imenipa hamasa kubwa, kwa sababu wengi tunaosoma huku ni tunatoka kwenye familia za chini. Wazazi wanashindwa kuhendo. Mfano mtu anasoma medicine milioni 7. Mzazi wangu labda ni mama ntilie. Hiyo milioni 7 anaitolea wapi? Lakini serikali yetu kumbe ipo kutupa mkopo kabisa 100%. Hiyo imenipa nguvu zaidi kusema kweli. Lakini kama vijana wa Chama cha Mapinduzi umeambiwa mkisemea chama kupitia mtandao, uko tayari kukisemea chama?
Ndio, nipo tayari. Kwa nini sisemee chama? Kwa sababu imeonyesha vitu vingi. Yaani unajua vijana wengi tulikuwa tumelala, sawa? Kwa baada ya kuja hapa tumevumbuka kwa upana mkubwa zaidi kuonesha sababu dada Jokate ametuonyesha fursa nyingi. Kwa hata mimi hapa niko tayari kusemea chama, na ndio maana hata niko sasa hivi hapa na kitetea kwa kugundua fursa ambazo chama chetu kimetupa sisi kama vijana. Lucas kutoka chuo cha DMI, chuo cha Balia. Mimi kama katibu nimemsikiliza kwa siku ya leo, ametoa fursa kama zile katika ofisi ya waziri mkuu. Kuna ile fursa ya mtu mmoja mmoja ambaye akienda na bajeti yake ambayo ameiandaa anaweza kupewa mkopo kuanzia milioni 5 hadi milioni 50. Hiyo ni fursa kwa kijana yoyote ambaye amepanga biashara yake au mradi wake kwa kuendesha, ameandaa bajeti yake hiyo kutokea mwanzo mpaka mwisho, akaipeleka katika ofisi ya waziri mkuu, anaweza akapata fursa yoyote ya kuanzisha biashara yake au mradi wake kulingana na ile bajeti yake aliyoiandaa. Kwa hiyo vijana unawapa ujumbe gani? Vijana kutokana na Chama cha Mapinduzi na waasa waendelee kujiunga, waepukane na vikundi ambavyo vinazochochea siasa mbovu ambazo zinachochea machafuko ya kama kwenye nchi yangu vile, au ambao zinawapotosha. Ujio tu wa katibu wetu wa zaidi ya wanafunzi 200 kupata punguzo la 50% ya ada. Hii ni bahati kubwa sana kwa vijana. Jumla ya vijana 500 wamejiunga na umoja wa vijana UVC CCM katika tawi la chuo kikuu cha Kampala jijini Dar es Salaam. Imam